ujenzi wa daraja la Mkuyuni wa wafariji wananchi. Wakazi wa jiji la Mwanza wamesema ujenzi wa daraja la Mkuyuni umesaidia kupunguza athari za mafuriko katika eneo hilo, na hivyo kuiomba serikali kuangalia uwezekano wa kupanua zaidi kingo za mto huo ili kuepusha mafuriko. Katika ziara ya Waziri wa Ujenzi Abdallah Ulega, wakazi hao wamethibitisha kuwa mafuriko ya hivi karibuni hayakuwa kwenye daraja hilo isipokuwa kwenye maeneo ya jirani, na kwamba kama kingo za mto huo zitapanuliwa, kero ya mafuriko Mkuyuni itatoweka. Daraja limeisha, limekamilika, tunamshukuru Mungu, tunapita vizuri. Maji yanaanzia kutoka, tuseme yanaanzia kutoka Makalai Maina huko, yanajaa hapo kanisa la Roma, hospitali hapo, barabara inakuwa haipitiki, maji yanajaa sana. Na hii changamoto ya mafuriko iliyotokea sio kwa ajili ya daraja. Daraja liko vizuri sana, changamoto ni mto. Lakini tunamshukuru sana 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 Rais Samia Suluhu Hassan kwa kutukumbuka wakazi wa Mkuyuni, wakazi wa wilaya Nyamagana na wakazi wa Mwanza. Kwa hiyo tunamshukuru sana Mama Samia, hatuna cha kumlipa. Abdallah Ulega, huyu ni waziri wa ujenzi, aliyojionea kwa macho namna ujenzi wa daraja hilo ulivyokamilishwa na kampuni ya ujenzi ya Jasco ya jijini Mwanza. Daraja hili lililojengwa na Rais Daktari Samia Suluhu Hassan, miongoni mwa madaraja mengi sana aliyojenga katika taifa letu, limefeli ama halikufeli, limefanya vizuri. Wanaosema limefanya vizuri wanyoshe mikono. Huo ndio ukweli wenyewe. Na huu ni mkutano wa wazi wa wananchi. Kwa hivyo upotoshaji ule ni shauku tu ya kuona kwamba jitihada zinazofanywa na serikali zibezwe na zidharauliwe. Leo utamwambia nini mtu wa uko Somanga ambaye mvua kama hii, njia ya kwenda Mtwara kila siku ilikuwa inakatika na watu wanakaa masaa na masiku bila ya kupita? Hilo limeondoka, na aliyeliondoa si mwingine ni Daktari Samia Suluhu Hassan. Kwa hiyo mimi ninawashukuruni watu wa Mkuyuni, mmekuwa waungwana. Mheshimiwa Diwani, mwenyekiti wa kijiji, watu wa Butimba mmekuwa waungwana. Mheshimiwa Diwani, mwenyekiti wa chama na viongozi na wananchi kwa ujumla, mmesema iliyo kweli. Basi Mheshimiwa Waziri, mimi nikushukuru kwa haya uliyoyafanya. Ni utekelezaji wa ilani ya chama chetu 2025. Tulipita tu wakati tunaomba kura, tukiinadi ilani yetu ya Chama cha Mapinduzi, tulisema lazima tutahakikisha kero za wananchi wetu tunazitatua, na jambo hili leo tumejionea. Daraja hili tayari limeshakamilika na wananchi sasa hivi wanapita kama ulivyosikia. Sasa hivi hakuna msongamano, watu hapa wanapita kwa raha mstarehe. Hongera sana Mheshimiwa Waziri, na pongezi sana kwa Dr. Samia Suluhu Hassan, rais wetu kipenzi cha Wanamwanza. Wanamwanza wanampenda. Kwa hiyo jambo hili, daraja hili lilikuwa liko kwenye ilani, na nikupongeze sana, umefika Mwanza na daraja hili limeshakamilika. Kwa ndugu wananchi, tuliopita wakati tukianadi, mnayaona sasa tumeyakamilisha. Tujakamilisha. Basi endeleeni kutuunga mkono, tuendelee kumuunga mkono rais wetu Dr. Samia Suluhu Hassan ili aendelee kutuletea maendeleo kwenye mkoa wetu wa Mwanza. Kwa sasa eneo lote la Mkuyuni limekauka, huku magari yakipita kama kawaida, na kwamba hakuna maji yaliyotwama isipokuwa imebaki alama ya maji pale yalipopita. Kwa hivyo hiyo hatuwezi kulikataa ya kwamba hapa Mwanza palikuwa na mafuriko, lakini tunakataa upotoshaji ya kwamba serikali haikufanya kitu. Huo sio ukweli. Uliokuwa ukweli, wananchi wenyewe wameusema ya kwamba tungekosa hili daraja hali ingekuwa mbaya, maana maji yangekosa mwongozo. Mwisho, Mheshimiwa Diwani, umeniomba mambo kadha wa kadha. Moja,
ni la kuwashika mkono wafanya biashara wadogo wadogo, wengi ni wakina mama. Diwani anawapenda sana huyu, na mimi nilisema ya kwamba baada ya hii miradi itakapozinduliwa na Mheshimiwa Rais, maana iko mingi, ni zaidi ya bilioni 560 nchi nzima. Mama huyu amezitoa zaidi ya bilioni 500 kwa ajili ya kujali utu, kujali wananchi, kuwaondolea vikwazo. Hilo jambo lazima alizindue yeye mwenyewe. Kwa hivyo tunaamini iko siku atapata nafasi, atazindua mradi hata kama ni mmoja kwa niaba ya mingine yote. Na mimi nilisema hapa nilipokuja kukagua mara ya mwisho ya kwamba tutanunua ng'ombe. Sasa mimi, Mheshimiwa mwenyekiti, karibu sana. Karibu chambi. Remora. Mwana sana. Mwana sasa maneno. Kwa hivyo ninasema badala ya kununua yule ng'ombe wa sherehe, hapa pametokea madhara. Pametokea madhara yaliyotokana na mafuriko. Na Rais Daktari Samia Suluhu Hassan ni mtu wa huruma kwa watu wake. Mheshimiwa Waziri, mradi huu unatekelezwa kwa ufadhili wa Benki ya Dunia chini ya mpango wa kifungu cha SEKI ambako kwa lugha ya Kiingereza wanasema ni Contingent Emergency Response Component. Na lengo la mradi huu ilikuwa ni kutatua changamoto ya mafuriko ya mara kwa mara yaliyokuwa yanatokea kutokana na mvua za El Nino tangu mwaka 2021 hadi 24. Mheshimiwa Waziri, naomba nitoa taarifa ya mradi kwa ujumla. Mradi huu mwajiri wake ni mtendaji mkuu wakala wa barabara TANROADS, yani Chief Executive, na kama nilivyosema mfadhili au mlipaji ni Benki ya Dunia, na msimamizi wa mradi huu ni kitengo chetu cha TECU Mwanza, yani TANROADS Engineering Consulting Unit ya hapa Mwanza, na mkandarasi alikuwa anatekeleza mradi huu anaitwa Jasia and Company Limited kwa gharama ya shilingi bilioni 5,195,359,000. Hii ni Tanzania Habari.